Na hii leo kwenye makala ya Mwanamke Ngangari tunamwangazia aliyekuwa msajili mkuu katika mahakama Bi Gladys Boss Sholei ambaye sasa anawania uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Uasin Gishu. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi kumhusu Bi Sholei ambaye ni mkulima wa kuigwa katika eneo la North Rift. Tunapoambua nyayo za ufanisi unyo kwa unyo na Bi Gladys Boss Sholei, jina ambalo lilishika kani mwaka 2013 ambapo aliapisha serikali ya sasa kwa njia aina yake. Ila kwa sasa ni mkulima mahiri katika eneo la North Rift. Baada ya kushuka kwenye wadhifa wake wa msajili mkuu wa mahakama, Bi Sholei alijitosa rasmi mavumbini ambapo alijishughulisha mno na kilimo. Anawajua baadhi ya mifugo wake kwa majina na ufuatilia hatua zote zinazofanyika pale zizini. Sasa tulifanya hiyo kazi kabisa. So tulilelewa kama watoto wa wakulima. Lakini hata si wakulima wakubwa, wakulima wadogo. Na kama ni kuchota maji, tulikuwa nachota maji. So nililelewa hivyo. Hata nikiwa mtoto mdogo nilikuwa naambia mama yangu, mama nitasoma kwa bidii ndio nisiwahi kuguza ng'ombe tena. Na sitaki kuvaa gambu kwanza kwenda kwa shamba na kuvuna mahindi. Hii ni shida kubwa sana. Na siku hizi mama yangu akiniona nimekuwa mkulima mkubwa sana anacheka sana. Kana na jitihada hizi za kubadili mawe na kuwa dhahabu, watoto wake tayari wamekumbatia mbinu hii ya ukulima kiasi cha kuwaleta wenzao kuja kutalii maeneo haya mintarafu kwa si mkubwa wa teknolojia. Tumeona watu yetu hapa kwa hii area wako na shida, hawana ile ng'ombe mzuri yenye inatoa maziwa ya kutosha. So mtu anachunga ng'ombe mingi, kazi mingi, lakini maziwa iko kidogo. So tukasema tutawasaidia kwa kuhakikisha tuwe na ile breed mzuri kabisa. So tumeanza kufanya hivyo. Ndio na tunapenda kuanza kuuzia watu hizo ng'ombe. Ndio wanaweza kubadilisha ng'ombe yake 10 na anunue moja. Ila sasa ameamua kujitosa katika bahari ya siasa ambapo amedai na changamoto chungu mbovu. Lakini ni kipi hasa kilimsukuma na kutaka kuwania uwakilishi wa kina mama? Watu yangu pia waliongea na mimi wakasema, Gladys, we bado uko na nguvu. Bado unaweza uko na hiyo akili, saidia watu yetu. Na pia wakaniendeleza, lakini nikaambia basi kama kuwasaidia ni through kwenda kubadilisha sheria zenye ziko pale mbele. Na pia mtu wa kuweza kuwatetea. Sio mtu anaenda pale na kunyamaza na kujitetea yeye mwenyewe mfuko yake peke yake. Bi Sholei amedai uwakilishi wa kina mama ni finyu sana bungeni, na sasa umefika muda wa kubadili fikra potovu kwamba kina mama hawawezi. Kuna watu naona, sijioni mimi mwenyewe, naona wale nasema nataka kuwa kama yule mama. Nataka kusimama imara kama yule mama. Sana sana Uasin Gishu County bado tunakumbuka Chelagat Mutai. Siku hizo wakina mama hawakuweza kufika katika kupigiwa kura. Chebomuren au kipenda Gladys Boss Sholei anasema kuwa safari ya siasa inahitaji bidii na imani kubwa, sifa ambazo anazo katika kushiriki kinyang'anyiro hicho. Elvis Kosgei, KTN leo wikendi kwenye makala ya Mwanamke Ngangari katika eneo la Plateau, kaunti ya Uasin Gishu.